السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى، كذلك زيادة خيري kumtakia mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, ikiwa leo ni alfajiri ya siku ya Jumanne sambamba na tarehe 7 ya mwezi wa Safar mwaka 1448 Hijria, sambamba na tarehe 21 ya mwezi wa 7 2026 miladia. Kama tulivyokubaliana tukajuzana kwa siku ya leo na kesho na kesho kutwa tutasoma risala inayohusiana na adabu au mambo na mafundisho kuhusu simu. Na walillahi alhamdu, miongoni mwa mambo ambayo hatuwezi kuyadhibiti ni neema za Allah subhanahu wa ta'ala, na simu ni moja kati ya neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa ujumla wake tunaweza kusema mitandao ya kijamii ni moja kati ya neema za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mambo mengi sana yamewepesishika kwa sababu ya mitandao hiyo, mambo ambayo wazee wetu hawakuyadiriki kama tulivyoyadiriki sisi kwa wakati huu. Na kurudi nyuma ya hawa wazee wetu ndio kabisa kulikuwa na mambo mengi ambayo hayakuwepo, lakini kwa kukua maendeleo na teknolojia nayo yakawepesishika mambo hayo kwa nyanja nyingi kupitia nyenzo nyingi. Miongoni mwa hizo ni simu. Lakini kwa sababu ya ule uwepesishaji uliotokea au wepesi ambao umepatikana kupitia simu, umekusanya ndani yake kheri na shari, ikawa ni vizuri kutanabahishana kwenye baadhi ya yale ambayo ni ya shari, kadhalika na kuhimizana kwenye yale ambayo ni ya kheri. Simu kama simu ni kitu ambacho ni hadith, kwa maana kimezuka, hakikuwepo miaka ya nyuma. Sidhani kama simu zinafikisha hata miaka 200, sidhani. Allahu aalam, watu wazima nadhani mnafahamu zaidi, lakini mimi sidhani kama inafika miaka 200 nyuma toka kuzuka kwake. Ukitazama namna ya miamala ya watu inavyotumia mawasiliano kwa sasa, ni zaidi ya hata hao watu wanavyokula. Zaidi ya hivyo ni zaidi ya hata hao watu wanavyokunywa, kwa maana imekuwa
simu sasa hivi ni moja kati ya wasaili za kuwepesisha hata maisha, simu. Na pia hapo ndani kukabebwa vitu vingi vizuri, kadhalika vingine vilivyokuwa si vizuri. Mfano, tukitaja mfano wa mambo mazuri kama masalih na manufaa ya simu, leo hii haina haja kubwa ya kwamba mtu wa mbali wewe mpaka uanze kutafuta usafiri uende kwake na unataka umwambie kitu. Unatafuta mawasiliano yako, jalie simu uko nayo, ni credit yako tunampigia, au tuseme salio lako, unampigia kile ambacho ilikuwa ni kitu cha kumpelekea barua miaka ya nyuma, au mjumbe kupitia simu kinamfikia. Na hivyo pia mambo mengi tu, pengine mtu kapata dharura, hakuwahi kufika darasani, durus ni musajjala, zinarekodiwa, anapata kusikiliza darasa hata kama hakuhudhuria, na pengine akafahamu kuliko hata huyo aliyehudhuria kupitia sauti ya darasa ambayo imerekodiwa. Hizi ni katika nyenzo za faida. Lakini kadhalika pia simu inakuwa ni sababu ya kuonekana kwamba hukumkata ndugu yako, hukumtenga kule kumtafuta na kumsalimia. Kadhalika pia kuna khairi nyingi sana ambazo hupatikana katika simu, ila ukija kwenye upande wa shari pia nazo zipo nyingi tu. Sasa hivi katika vitu ambavyo hutangaza kamari, sidhani kama kuna zaidi ya simu. Matangazo mengi sana ya kamari, mikopo ya riba, na ni mambo yote ya haramu hayo, yamekatazwa ndani ya sheria ya Kiislamu, tena binafsi al-Qur'an. Qur'ani yenyewe imekataza kamari kadhalika na riba, lakini hivi vyote vinabebwa na kutangazwa na kufanywa vipazike juu na simu pia inachangia. Pamoja na kwamba vipo vitu vingi sana ambavyo hutangaza, lakini miongoni mwa hivyo ni simu. Sasa inataka Muislamu yeye amiri upande wa manufaa, kadhalika achane na upande wa madhara, sababu huwezi kwa dhati ya simu ukasema haramu. Huwezi kusema hivi, muda wa kuwa ni kitu ambacho kwanza kimezuka, pili ile hukumu ya ufaji wake na kutokufaa kwake itategemea na matumizi ya mtu. Kwa matumizi anayotumia huyu bwana, simu tukasema kumwambia yeye ni wajibu, kwa sababu kuna vitu vya wajibu anavitekeleza kupitia simu, na mala yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajibu, kama wanavyosema wanachuoni. Ile ambalo hautimi wajibu isipokuwa kwalo, nalo pia ni wajibu. Inawezekana ikawa mtu anayatenda ya haramu, kumwambia kwamba kwa wewe simu bwana ni haramu kwa sababu kuna vitu usipokuwa na simu vya haramu hauvifanyi. Na pia mala yatimu almuharramu illa bihi fahuwa muharramu, ile ambalo halitimila haramu isipokuwa kwalo, nalo pia ni haramu. Sasa hukumu ya kitu hiki itategemea na matumizi ya mtu, na ala aqalli daraja, kwa daraja iliyokuwa ndogo sana, yatakiwa mtu japo awe kati na kati, kwa maana asimili kwenye ya haramu wala asimili kwenye mambo ambayo tutamwambia kwamba anatenda ya wajibu. Atumie tu mawasiliano, kapiga na kupigiwa kwa uchache. Tena hii ni hatua ndogo sana, lakini kitazama kwenye kutaamaki ndani, sasa kuingia ndani ya simu na mengineo katika mambo ambayo yapo ndani yake, unaweza ukazalisha haramu na mizigo ya dhambi mengi sana.
sababu sasa hivi hata kama hujakusudia kitu cha shari, ile mitandao namna ilivyo inakukaribisha kwenye vitu vya shari. Hata kama hujakusudia na hauna nia ya kitu cha uovu, pengine pia maal asaf, na kitu kibaya sana cha kukitolea tambihi, inaweza ikatengenezwa nadharia ya ubaya dhidi ya mtu fulani kupitia mtandao, na ikawa pengine yuko mbali na hicho kitu ambacho katuhumiwa kwacho. Sasa ni jambo ambalo mitandao yamelikusanya na mingineo katika mambo. Sasa hivi imekuwa jambo ambalo lilikuwa lienee pengine kupitia mwaka mzima, linaenea kwa saa moja dunia mzima. Mwaka mzima pengine ndio lienee kwenye mkoa mmoja mwaka mzima. Sasa hivi kwa lisali moja tu linaenea dunia mzima. Fulani hivi na hayupo hivi. Sasa kupitia madhara ya hii simu, kuna mwingine anaweza akaona akapuuzia, lakini kuna mwingine anaweza akachukua habari kama uko katika magrupu na baadhi ya kanawati na majmuat, naye pia ataisambaza. Angalia, huyu anaingia kwenye ile aya Allah, innal ladhina yuhibbuna an tashia alfahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah. Hakika wale ambao wanapenda kuenea uovu kwa wale walioamini watakuwa wana adhabu yenye kuumiza duniani na akhera. Kupitia simu mtu anaingia kwenye makamio haya makali, na pengine pia kupitia simu mtu akawakavunja heshima ya mtu, heshima ambayo Uislamu umetutaka tuchunge heshima ya mtu, hata kama kuna adawa baina yako wewe na yeye, hata kama kuna uadui, hata kama kuna uadui baina ya wewe na yeye, heshima yake ni kitu kingine, uadui wako na yeye ni kitu kingine, ama ugomvi wako baina yako wewe na yeye ni kitu kingine, na heshima pia nalo ni jambo jingine. Sasa yote haya huenda mtu akaingia kupitia simu. Bali kadhalika kuna adati mbalimbali. Haya yote ni mambo kama utangulizi kuhusu tutakayosoma ndani. Bali kuna adati mbalimbali kupitia simu. Ada hizo hazikuzoelekanwa kabla ya kuwa na simu. Mfano, sasa hivi mtu anaweza kutumia SMS, mimi na wewe tunapendana kwa ajili ya Allah, tunadhaniana khairi, na Allah ametukutanisha hivi, na ni moja ya neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kama nawe unamshukuru Allah, SMS hii itume kwa watu watano, kwa maana usipoituma humshukuru Allah. Angalia ituma ambao anakuingizia yani kama unamshukuru Allah na wewe kama ninavyomshukuru mimi, basi SMS itume kwa watu watano. Kwa maana kama haumshukuru Allah, SMS iache kama ilivyo. Sasa kwa nini unamuingiza mtu kwenye tuhuma yani? Yaani kwa nini yani? Na bali kuna mwingine anakutishia kabisa, hii tuhuma hii ina nafuu. Mwingine kama wewe ni Muislamu wa kweli na hutaki udhurike kwenye siku yako hii ya leo, hii SMS wafualia watu 10. Na kuna mwingine anakunasibishana ukafiri kabisa, usipoiforward hiyo SMS kwa watu ambao kakutajia idadi maalum. Tena mwingine anakuambia mimi nimeanza kwa wewe, mimi nimeanza kwa wewe, kwa hiyo na wewe endeleza kwa wengine. Kwa utakuta ile SMS ile yani inaheshimiwa kuliko hata jambo ambalo ni la msingi, kwa sababu tu kuna kifungo kimewekwa kwamba kama wewe ni muumini au kama unataka ya kheri, kama unaogopa ya shari, fanya hivi. Sasa mambo haya wanasema wanachuoni sio sawa, sababu kwanza kuna taklifu kumteza mtu nguvu, yani kama hivi fanya hivi. Mambo haya kabla ya simu hayakuwepo. Kwanza kuambiwa kwamba forward au tumekutumia barua, hiyo barua ieneze kwa watu 10 kama wewe ni muumini, haikuwepo hivyo zama za wale waliokuwa wakitumia barua. Lakini sasa hivi kwenye simu ni jambo lipo, kadhalika pia tazama sasa hivi kuna masaili haya status haya, yani hizi status za watu hizi, yani kama mtu ni washari wataka hutaki siku kitazama tu mara play nyimbo. Sasa ukashangaa upo msikitini umefungua status ya mtu
watu wakajua ustadhi pia anasikiliza nyimbo, kumbe sasa si ya mtu. Haya yote yamebebwa na simu haya. Au mwingine na yeye tena walipokuwa wanachanganya, utakuta mwingine na yeye ya mwanzo kaeka Qur'an, alafu hapo tayari ya mbele kaeka mawaidha, ya mbele yake kaeka nyimbo. Kwa utakuta kachanganya baina dhabbi wa nun kama wanavyosema Waarabu, yani nyimbo, mawaidha, Qur'an katika sehemu moja. Kwa hiyo ukiplay hii Qur'ani itajulikana kwamba asikiliza vilivyokuwa kwenye simu yake ustadhi bwana. Ukiplay mawaidha bado asikiliza kwenye simu yake. Kuja kwenye nyimbo ustadhi pia anasikiliza nyimbo. Sasa yani hivi vyote hivi ni vitu vinafungamana na simu na mengineo katika mambo ambayo ni matatizo na mabalaa ambayo yamezalikana kupitia simu. Sasa Muislamu na mtu mwerevu ambaye anataka salama ya dunia yake anatakiwa atumie simu vizuri, kadhalika na anayetaka salama ya akhira yake huyataakadika na kukokotezeka aitumie vizuri simu. Bali kadhalika yawezekana simu kwenye upande wa utangulizi, ili tuanze kidogo kwenye kitabu, nigusie kipengele hiki kisha tuanze kitabu japo kwa ufupi. Kwenye upande wa simu pia kuna hii mitandao hii, YouTube hii, pengine Instagram, Twitter, kuna pengine TikTok, na hii ndiyo akhtar zaidi kwa ninavyosikia, maana mimi kwenye simu yangu hakuna TikTok. Sasa ninavyosikia kama TikTok ndio hatari zaidi kuliko haya mengine. Sasa kuna mitandao mingine hii wakuta kitakachotumwa kilichotumwa hakifutiki mpaka aliyeanzisha akaunti ya hicho kitu ambacho katuma yeye ndo afute. Hebu vuta picha wewe, hichi kitu kikiwa ni cha uovu, wamekishuhudia malaini za watu, mamilioni ya watu, huyu aliyekituma ana dhambi gani mbele ya Allah? Utazama hapa tu, yani katuma mfano muziki, wakashuhudia muziki huo, tujalie ala al-aqalli watu 1000, na hii ni idadi ndogo sana, watu 1000. Watu 1000 wamesikiliza nyimbo kwa sababu yeye katuma, na yeye kaingia kwenye wale ambao wamejulisha watu katika shari, kwa sababu man dalla ala khairin falidalli mithlu ajri fa'ilihi au mithlu ajri al-fa'ili. Yeyote atakayejulisha kwenye kunako khairi, huyu mjulishaji atakuwa ana malipo kama mfano atakayefanya hiyo khairi. Na bila aksi pia vile vile atakayejulisha watu kwenye kunako shari atakuwa ana madhambi mfano wa wale ambao wataitenda hiyo shari. Sasa hivi pia mtu aanzisha akaunti atuma mambo ya haramu mengi, mwisho wa siku anakufa. Haya, huyu kafa yeye, lakini kile kitabu cha kuandikia madhambi hakijafungwa, bado anaandikia, kwa sababu kila siku watu wanashuhudia ile video, au kama ni sauti ya kutangaza uovu, kila siku watu wanisikiliza. Sasa huyu yeye kafa, lakini madhambi bado hajakufa. Na watu wanasema kwamba atakapokufa mtu aliyekuwa mbora pia yafe madhambi yake. Inawezekana pia mtu akaitumia vizuri bilaksi ikawa kafa na bado kuna mambo ya khairi yanasikilizwa na kuonekana kupitia yeye. Kwa hiyo kuna kutahadharisha hili jambo na mtu kuwa makini nalo kwenye nyanja zote. Na kitabu